Andika tu ujumbe huu kwamba una kichwa kinachosema ondoka mahali ulipo. Ujumbe unakuja mwanzo wa mwaka. Huu ni mfululizo wa masomo ya mwanzo wa mwaka. Mwanzo wa mwaka lazima tujifunze vitu ambavyo vitatuletea mabadiliko ya kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maisha yapo ya rohoni na ya mwilini. Yote yanahitaji mabadiliko. Tunapobadilika rohoni lazima na mwilini tuonekane tumebadilika. Na tunapobadilika mwilini, hali kadhalika na rohoni lazima tuonekane tumebadilika. Kwa hivyo ujumbe wa leo una kichwa kinachosema ondoka mahali ulipo. Naomba nisome kitabu kile cha Marko sura 8 na ule mstari wa 22 hadi ule mstari wa 26. Marko sura 8 mstari wa 22 hadi ule mstari wa 26. Marko 8:22 hadi mstari wa 26. Kuna habari hapa ambayo inamhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Ngapi unampenda Yesu? Tunampenda Hakika Yesu ni mzuri sana. Sasa kuna kipindi aliingia kwenye mji fulani unaitwa Bethsaida. Kulikuwa kuna miji miwili inaitwa Bethsaida. Kulikuwa kuna Bethsaida ambayo ilikuwa karibu na Yerusalemu, lakini kulikuwa kuna Bethsaida nyingine iliyokuwa kule Galilaya. Sasa aliingia kwenye mji unaitwa Bethsaida katika Marko sura 8 mstari wa 22. Na alikutana na mtu mmoja alikuwa ni kipofu. Na huyo mtu aliletwa kwake ili amponye. Lakini kuna mambo yalitokea pale ambayo ndio leo nataka tujifunze tuweze kupata kitu. Kwa hiyo twende pamoja. Kitabu cha Marko sura 8 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema wakafika Bethsaida. Wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Manake wakafika Bethsaida Yesu na wanafunzi wake. Wakamletea kipofu, alafu wakamsihi amguse yule kipofu. So yule kipofu hakwenda mwenyewe, alipelekwa kwa Yesu. Kuna wakati ambapo kuna watu ambao unaweza wewe ukaenda kwa Yesu au ukampeleka mtu kwa Yesu. Kwa hao walimpeleka huyo kipofu kwa Yesu, wakaomba amguse kwa sababu walikuwa wanajua katika Yesu kuna uweza. Tayari kuna shuhuda kadha kadha. Yule mwanamke alikuwa anatoka damu miaka 12, alienda kagusa tu vazi la Yesu, pale pale akapokea uponyaji. Tunakumbuka hiyo habari. Tena Biblia inasema Yesu akasema na kuna nguvu zimenitoka. Kwa kuna uwezo uko unatoka ndani ya Yesu. Na huyu alikuwa ni kipofu. Wakaenda wakamsihi kwamba angalau amguse tu kwa sababu alikuwa anajua akigusa yule mtu aidha atapona au atapata nafuu. Tuendelee pale. Labda nirudie ili tuende vizuri. Wakafika Bethsaida, wakamleta kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, hatua ya kwanza. Akamchukua nje ya kijiji. Akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake. Akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake. Naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake akisema hata kijijini usiingie. Unajua kuna wakati ambapo Kristo alikutana na kipofu, anaweza akamwekea mikono akamfungua pale pale, hata akatamka neno tu, yule kipofu akaona. Lakini kuna wengine au kuna wakati ambapo walikuwa wafanyi hivyo. Angalia hatua za huyu mtu kuponywa, alikuwa ni kipofu. Wala amesema tu hebu tumpeleke amguse. Kuna watu wengine kwa wakimgusa tu Yesu pale pale wanapokea uponyaji. Pale pale wanafunguliwa. Pale pale wanapona. Kama ni vizio wanasikia, kama ni vipofu wanaona. Lakini angalia huyu alipoletewa huyu mtu ambaye ni kipofu, ni hatua gani zilifuata? Yesu alipita, kuna hatua alimpitisha yule mtu. Biblia inasema cha kwanza alichokifanya Bwana wetu Yesu Kristo ni kumshika yule kipofu mkono. Alafu akamtoa nje ya mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtoa nje ya kale ka kijiji. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza, kumshika mkono na kumtoa nje ya kijiji. Kuna majira ambapo lazima utoke mahali ulipo. Tutaenda kuangalia ni kwa nini. Kristo angeweza kumponya pale pale, lakini kwenda kufanya muujiza pale. Akamshika mkono akamtoa, tena kumwambia mpelekeni kwanza nje ya kijiji nitakutana naye. Yeye mwenyewe alimshika mkono akaongozana naye akaenda nje ya kijiji. Pengine kile kijiji kilikuwa kilomita 2, 3 au 5 nje ya hicho kijiji. Alipofika kule, Biblia inasema tena hatua ya pili, akamtemea mate ya macho.
Kristo akachukua akatema mate yake, akamtemea mate ya macho. Akamuuliza, unaona kitu? Yaani maana yake waona kitu? Akatazama juu akasema, naona watu kama miti inakwenda. Kwa hatua ya pili ilikuwa sasa ni yule mtu kufika nje ya kijiji. Kristo akamtemea mate. Kuna mwingine kipofu mwingine alienda kwa Bwana. Bwana akatema mate chini, akaweka tope, akampaka, akamwambia ndaka nawe kwenye birika moja. Yule mtu akalipoenda kunawa akawa mzima. Huyu Yesu alimtemea mate ya macho. Alafu ndipo akamgusa, akamwekea mikono. Alafu akamuuliza, unaona kitu? Akasema, ninaona watu kama miti. Nilikuwa najiuliza kwa nini Kristo amtemee mate ya macho yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini mtu aseme nilikuwa naona watu kama miti inakwenda? Inapoonyesha huyu mtu akuzaliwa kipofu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu angezaliwa kipofu angeshindwa kutofautisha miti na watu. Lakini anasema naona watu kama miti inakwenda. Maana yake alikuwa anijua miti hapo kabla. Na Kristo alipomtoa nje ya kijiji, kuna sababu kwa nini amtoe nje ya kile kijiji. Maana yake labda, ninaposema labda inaweza isiwe hivyo, lakini mimi naamini inaweza kawa ni hivyo. Matatizo ule mtu alianzia kwenye kile kijiji alichokuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali alipokuwepo ndio matatizo ule mtu yalianzia pale. Ile nchi aliyokuwepo, ule mji aliyokuwepo ndio kifungo chake kilikuwepo pale. Kwa hiyo Kristo katika kumfungua anaanza kwanza kufungua. Unajua hata kuna marumbesa, unaweza kupewa rumbesa, si ndio? Kwa wale unajua rumbesa labda niseme ni mzigo, ni sulfate likubwa labda. Alafu ule nje kumefungwa kamba. Ukifungua tena unakuta tena kitu kingine tena mfuko tena umefungwa, si ndio? Unafungua tena mfuko wa pili. Unaweza kukuta tena kitu kilichoko ndani tena kimefungwa, hata ile peremende ile kule imefungwa. Kwa hiyo ukute kile kitu ni lazima ufungue vifungo vingi. Na hapa Kristo aliona huyu mtu tatizo lake liko wapi. Wale kwa wanasema tu aguswe tu apone, lakini Kristo akasema hapana, huyu hastahili kuguswa tu. Anastahili kwanza kutoka kwenye hichi kijiji. Kwa Kristo akamshika mkono yeye peke yake, akamtoa akampeleka nje ya kijiji. Alipofika kule nje ya kijiji pale pale, hatua inayofuata sio kumgusa tena kama mwenyewe anavyotaka. Kabla hajamgusa akamtemea mate ya macho. Naamini katika kitendo cha kutemea mate ya macho, kumtemea mate ya macho yule mtu, alikuwa na hukumu dhambi ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda kosa la huyu mtu lilimsababisha akawa kipofu. Na hilo kosa lilikuwa katikati ya ule mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kutema mate siku zote, kuna tamaduni ambazo mtu akitemewa mate amebarikiwa. Lakini kuna tamaduni ambazo mtu akitemewa mate ni kama vile amelaaniwa. Si ndio? Ukiona mtu anakutemea mate ni laana hiyo. Si ndio? Hususan kwa mtu ambaye ni mkubwa au na nguvu kuliko wewe, ana umri mkubwa kuliko wewe. Bibi, babu, mzazi, akitema mate ni kitu kingine. Labda ateme mate kwa heri. Lakini akitema mate kwa shari, kuna jambo litakupata. Kwa Kristo aliona kuna shida katika ile macho. Hatujui ni kitu gani kilitokea. Labda alifanya kosa fulani au kuna jambo fulani lilifanywa kupitia macho yake. Kwa Kristo akatema mate. Yule wa kwanza alimtemea mate, alitema mate chini akaweka tope akamwambia kanawe kule, uovu wake uende na ile maji. Huyu alitemewa mate pale pale. Maana Kristo alikihukumu kile dhambi, kosa ambalo liliingia katika mtu, maisha yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada pale ndipo Kristo akamwekea mikono yule mtu. Alipomwekea mikono yule mtu, uponyaji wake ukakamilika. Akamwambia unaona nini? Akasema ninaona watu kama miti inakwenda. Lakini ajabu ni kwamba yule mtu alitazama juu, hakutazama mbele. Alitazama juu. Alipotazama juu akaona kitu. Waga siku zote mtu akitazama juu unategemea one nini? Labda mawingu, si ndio? Labda pengine nyota au ndege wanapita angani. Lakini aliona watu. Wala Kristo hakumkosoa, hakusema umeona vibaya au ni uongo. Ni kweli aliona watu kama miti inakwenda. Ni watu waliona, sio miti. Ni watu kabisa aliona wanatembea. Kwa yule mtu maisha yake alikuwa amefungwa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine watu kile kijiji ndio pengine alikuwa anaona kwa sababu hamna watu wengine wanajua. Alikuwa anaona wanatembea, wanapita, wanakwenda kama miti. Ushakusafiri ukaona miti inavyokunda, inavyorudi nyuma. Ukiwa kwenye gari labda. Hapo unapita sehemu kuna miti mingi, unaona inavyoenda. Ndicho alichokuwa anakiona yule mtu. Watu wanakwenda kama miti, aliona. Kristo akaona hilo ndio tatizo na Kristo aliruhusu. Kwa nini aseme vile?
Sio kwamba Kristo alikuwa hajui kwamba yule mtu anaona hicho kitu. Akamuuliza kwamba alikuwa anataka, Kristo alikuwa anataka kujua anaona nini. Tayari Kristo alikuwa anajua anaona nini. Lakini aliruhusu amuulize ili sisi tusikie. Tujue hatua ambazo wakati mwingine zinapita katika mtu kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo Kristo akamgusa mara ya pili tena, tunasoma pale. Mstari wa 25. Ndipo akaweka tena, so mara moja. Maana mara ya pili mikono yake juu ya macho yake. Mara kwanza aliweka, yule mtu akaona chochote, akaanza kuona watu kama miti. Maana yake akaanza kuonyeshwa matatizo alipoanzia. Ni katikati ya watu aliokuwa nao. Baadaye akaweka tena mikono yake juu ya macho yake. Naye akatazama sana, yule mtu akaanza kutazama sana. Akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona vyote waziwazi. Lakini angalia sasa, baada ya hapo kuona vyote waziwazi, baada ya kufunguliwa ni kitu gani kilitokea? Baada ya kufunguliwa ni kitu gani kilichotokea? Mstari wa 26. Biblia inasema akampeleka nyumbani kwake Yesu, akisema hata kijijini usiingie. Maana yake mtu alikuwa, kuna nyumba yake ilikuwa iko huko, lakini kijiji chake kilikuwa kiko huko. Akamwambia hata huko kijijini usifanye nini? Usiingie. Maana yake usirudi tena huko. Maana yake huko ulikotoka ndo chanzo cha matatizo yako. Pengine mtu alifanya uganga, alienda kwa mganga kienyeji, wakamloga, akawa vile alivyo. Pengine alikuwa anafanya mambo ajabu ajabu, pengine akadhuriwa macho yake. Labda pengine alikuwa ni kitu fulani kafanya uwizi, labda akaekewa sumu karibu macho, chochote kile kilitokea. Lakini yale matatizo alikuwa chanzo yalianzia katika kile kijiji alichokuepo. Kwa hiyo Kristo akamfungua, akamwambia hata kijijini usirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikitufundisha nini? Kwamba kuna vipindi ambavyo au kuna nyakati ambazo Kristo anaweza akakutoa mahali akakupeleka sehemu nyingine kwa makusudi maalum. Sio kila mahali au kila ngome unaweza ukakaa hapo ukashindana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyingine unaziacha kwa sababu zina wenyewe, ziko kihalali hapo. Kuna wakati ambapo Mungu anaweza akakwambia ama eneo ulipo unapaswa uame. Sio kwamba Mungu ana nguvu za wewe kushinda ile mamlaka hapa. Lakini kuna sehemu nyingine unakuta zimeshaharibiwa katika namna ya kimwili. Hazifai, ni miji iliyokataliwa. Ni miji ambayo haifai. Miji ambayo imeshafungwa. Ukienda mahali ambapo watu wamekataa injili. Watu washakuja kuhubiri injili mara kwanza, mara pili, alafu wakakataa. Watumishi wa Mungu wakiondoka ile eneo, Biblia inasema pamefungwa pale. Na pale Kristo anasema mtakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Ule mji ukishafungwa, ile ardhi ikishafungwa mahali pale, hakuna neema nyingine labda Mungu aje kupafungua tena. Mara nyingi Mungu anaweza kupitisha hapa kwambia usikae hapo, nenda sehemu nyingine. Ndio maana hata Ibrahim akatolewa ile nchi kule akapelekwa katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kama mpitaji tu, lakini sio sehemu ya kuishi. Ni sehemu ambayo sio salama. Ndio Kristo alichokuwa anakifanya hapa, akamwambia hata kijijini usiingie. Kwa nini amwambie usiingie kijijini? Kwa sababu ile tatizo lingerudi endapo angerudi kule tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujumbe leo tunajifunza kwamba tutoke mahali tulipo. Sasa hii tunapata ujumbe katika namna ya mwili, lakini pia katika namna ya roho. Leo nataka tujifunze katika namna ya roho, lakini pia tupote maarifa katika namna ya mwili. Inawezekana kuna mahali upo muda mrefu katika mwaka uliopita. Ni wakati wa kutoka hapo na kwenda mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kazi zako za mikono unazozifanya, katika kitu kingine unachokifanya, lolote unalolifanya. Inawezekana pia ni sehemu sahihi, lakini sio kwa wakati huo uliopo saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima utoke na kupiga hatua kwenda sehemu nyingine, kwenda level nyingine. Sizungumzi tu kijiografia. Jiografia unaweza kuwa unabaki pale pale, lakini kiakili, kimawazo, kifikra, hama na kwenda sehemu nyingine. Vifungo hivyo vinafunguliwa namna hiyo vingine. Huwezi kukaa tu na kuomba tu. Wale wasema Bwana tugusie huyu mtu, tuombee huyu mtu. Kristo akamwambia subiri, kuna hatua. Kwa huyu, kwa kesi yake huyu, kuna hatua za kufuata, sio tukumgusa. Naweza kumfungua ndio, lakini baada ya kumfungua akirudi akikaa hapa hilo tatizo kesho linarudi. Na unajua katika kila mahali kuna mamlaka za giza. Tunalijua hilo. Kuna mamlaka zake za giza kila mahali. Wanadamu wamegawanya dunia katika migawanyo, wanaita latitude na longitude. Tunaona hizi ndege zinazoruka huko juu zina barabara, zina njia. Hawaruki tukiolela. Kuna njia zake kabisa za ndege zinajulikana, na wanaijua ile dunia jinsi ilivyo, wanaijua. Wale marubani wanasomea kwanza jiografia dunia ilivyo. Lazima wajue mataifa yote, lazima wajue mabara yote.
wanajua paka kipenyo cha dunia, wanajua paka mzunguko wa dunia, wanajua paka uzito wa dunia. Usiulize wamejuaje. Hao marubani wanajua kila kitu ili waweze kutembea huko angani, wanajua kila kitu. Ndio maana utashangaa rubani anakaa kule juu auni chini, anatembea na ndege usiku na akosei mahali pa kuruka na pa kutua. Sio kwa sababu wanaenda tu kwa hisia, ni kwa sababu ya maarifa waliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wamegawa katika mabox, kuna mistari inayoenda chini na mingine imekaa hivi, imegawanywa dunia hivyo. Hata ukiangalia ile ramani zao wamegawanya kabisa dunia, na kuna mipaka huko juu, mipaka ipo kabisa. Ndege inayotoka taifa la Kenya inayotoka kwenda taifa la Msumbiji, ili ipite katika ile anga la Tanzania lazima kuwe kuna mawasiliano, kwa sababu ile anga lina wenyewe ni mali ya watu wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiruka na kupita hapa bila mawasiliano ya hapa, jeshi linaweza likaitungua, kwa sababu inawezekana ni adui. Kwa sababu adui akipita anaweza akaachia bomu lolote likadondokea Ikulu, lidondokea hospitalini, kupata madhara. Kwa ni lazima uhakikishe unalinda mipaka ya anga. Wanajua hiyo jiografia, wamegawa kabisa, wanajua hiyo. Sasa wanadamu hawajamzidi shetani. Shetani ana hekima kuliko wanadamu, na yeye kaigawa dunia tena katika viwango vikubwa kabisa, na kila sehemu aliyogawa, kila kipande alichokigawa ameweka mkuu wake pale. Ndio tunasoma katika Biblia wakuu wa anga na wakuu wa giza. Kila sehemu kuna wakuu wake na kuna roho zake zimewekwa pale. Kwa kuna mkuu wa anga la mahali hapa, kila mahali lipo. Shetani amegawa namna hiyo. Yule mkuu wa giza, yule mkuu wa anga ni pepo, ambaye anaratibu matendo yote ya giza eneo hilo hapo chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo yote ya giza, hususan matendo ambayo yanahusiana na dhambi. Ndio maana tunaona kwenye kamji fulani unakuta kana tabia tofauti na kamji kingine. Unaenda kwenye mkoa fulani unakuta kuna watu wana tabia tofauti na mkoa mwingine. Na utaona mtu aliyetoka katika mkoa wa kiingia mkoa mwingine anaanza kwa baada ya muda fulani anaanza kubadilika na kufanana na wale watu pale. Kitabia, kila kitu. Kwa sababu kila mahali kuna wakuu wa giza wa mahali hapo. Kuna majeshi ya mapepo mahali hapo. Nataka nikupe maarifa, yanaweza sio muhimu sana ya kuyajua, lakini yatakusaidia. Ili pia unapoenda kila mahali ujue unaingia katika ngome nyingine na katika unabadilisha vita vingine. Bwana asifiwe sana. Kipindi ambacho Yesu anatoka anaenda katika nchi ya Gerasi, kuna tukio moja lilitokea pale ambalo pia tunajifunza. Unajua tukisoma Biblia lazima pia tuende taratibu sana. Tusisome habari tu mwanzo hadi mwisho, sura ya kwanza hadi ya ngapi au mstari wa kwanza hadi wa ngapi wa mwisho, bila kuwa na vituo. Kuna vitu vingi sana tunaweza tukakosa. Naomba tusome ile habari katika kitabu cha Marko. Nataka tujifunze kuhusiana na hizi mamlaka zilizoko katika maeneo ili tuweze kujua kitu fulani cha kiroho. Marko sura ya 5 mstari wa kwanza, turudi tu pale nyuma. Sura kadhaa pale. Hii ni habari ambayo Yesu alikuwa anavuka anaenda nchi ya Gerasi. Kwa naomba ufuatilie kwa makini, kuna kitu utakipata. Ni habari ambayo Kristo alienda katika nchi ya Gerasi. Marko sura ya 5 mstari wa kwanza anasema wakafika. Naomba nisianzie sasa sura ya 5. Naomba nianzie sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa 35. Alafu nitasoma mpaka pale nitakapoishia. Marko sura ya 4 mstari wa 35. Anasema siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Ilikuwa ni safari ya kushtukiza tu. Na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Mstari wa 37, ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwa wako katika shetri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akamwambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakiambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari umtii? Angalia Yesu anapoanza kubadilisha jiografia, pale pale vita vinaanza. Akaambia wanafunzi, mtuvuke twende ng'ambo. Maana yake walikuwa wanavuka ile bahari ya Galilaya waende katika nchi nyingine itoka nchi ya Gerasi. Mashetani ya kule yakajua huyu anaingia huko, yakatuma upepo baharini. Yalivyotuma upepo, kutaka kujua upepo ukuwa upepo ule mapenzi ya Mungu.
Maana ungekuwa ni upepo mapenzi ya Mungu, pengine Kristo angeambia hakuna chochote kinachotokea, utapita tu. Wala ungekuwa ni upepo msimu. Lakini pale pale Biblia inatuambia Yesu akaukemea upepo. Akaambia tulia kimya. Unajua hata hivi vitu ambavyo tunaona havisikii vinasikia. Mawe yanasikia, miti inasikia, mito inasikia. Ina masikio kabisa. Biblia inasema nikasikia sauti ya damu ya Abili. Mungu anasema inanilia kutoka katika ardhi. Ardhi inatoa sauti. Kila kitu kinasikia. Kwa Kristo alikuwa anaongea na upepo kama vile anaongea na mtu. Akamwambia tulia. Upepo katulia pale pale. Kwa hiyo upepo haukuwa mapenzi ya Mungu, ulikuwa ni kuwazuia wao wasiende nchi ya ng'ambo. Sasa angalia vitu ambavyo viliendelea pale. Sura ya 5 mstari wa kwanza. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Gerasi. Tayari washavunja kizuizi cha kwanza. Wameshazikemea zile pepo zinazozuia wasiingie katika nchi ya Gerasi. Na walipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Mtu ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena. Maana yake alishafungwa kashindikana. Hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Alikuwa anapiga kelele na kama makaburini tu na milimani. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Maana Kristo alikemea. Sasa angalia mistari inayofuata, ndio jambo ambalo nataka tuliangalie. Tujue vita vya kiroho pia tunapobadilisha ukanda. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion. Sasa sio kwamba Yesu alikuwa juu jina la huyo pepo, lakini alikuwa anajua pepo wako wengi, lakini kuna wanafunzi wangu nataka niwafundishe jambo. Nikikemea tu ile pepo toka, likae kimya. Wanafunzi wanaweza sielewe ukubwa wa tatizo la huyu mtu. Kwa hiyo alikuwa anataka kuuliza ili kuwapa funzo wanafunzi wake, lakini sio kwamba Yesu alikuwa ajui kwamba alikuwa na pepo kiasi gani. Jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsii sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Unaona ile neno? Yaani wale pepo walikuwa ni wengi, lakini cha kwanza walichokwenda kumsii Bwana Yesu, akamwambia tunaomba usitupeleke nje ile nchi. Maana ile nchi ya Gerasi. Maana wale pepo walikuwa wamekaa katika ile nchi tu, kazi yao ni kufanya mambo katika ile nchi. Kuharibu watu katika ile nchi. Kuharibu hali za kiroho za watu katika ile nchi. Kuharibu afya za watu katika ile nchi. Kuharibu uchumi wale watu katika ile nchi. Kuwaletea matatizo wale watu katika ile nchi. Na alikuwa anajua endapo akitolewa katika ule mji, maana yake watu wengi sana watafunguliwa pale. Kwa wakamuomba, wakamsii. Unaelewa maana kuomba? Maana yake walimuomba, tunaomba usitutoe nje ya hii nchi. Ndio maana kuna kitu kinachoitwa familiar spirit. Familiar spirit maana yake ni roho ambazo zina kujua au zinatufahamu sisi. Ziko karibu na watu. Ukienda kwa waganga kienyeji, utaona mganga kienyeji anaweza akawa na pepo la utambuzi, akakwambia jana ulifanya kitu fulani, ulifanya kitu fulani. Wanajua. Kwa nini wanajua? Ni haya mapepo ya utambuzi ambayo ni familia yapo katika mji, yanajua watu. Yanajua idadi ya watu wanaoingia, wanaotoka, wanaotaka kuja kuleta madhara, wanaotaka kuhamisha watu. Yanajua. Kwa hiyo yale hawezi kuruhusu mtu kuingia na wala hawezi kuruhusu mtu kutoka. Ndio haya ambayo alimtumia upepo Bwana Yesu alipokuwa anatoka kule katika ile nchi kuingia ng'ambo ya pili. Akalituma tufani kule kwa sababu anajua kuna watu wanaenda kufunguliwa, kuna mtu anaenda kufunguliwa. Kwa Kristo akaruhusu yale matukio tuyaone, hata kiwemo la ule mtu kutolewa kipofu kwenda nje ya mji. Sio kwa sababu Kristo hakuwa hawezi kumfungua, lakini kuna vitu alikuwa anataka kutufundisha tuvijue. Kwa sasa huyu alipofika pale akaulizwa jina lako nani? Kristo alimuuliza ili tujue ukubwa wa vitu vilivyokuwa kule. Akasema jina langu ni Legion. Legion ni jeshi la askari 6,000. Kwa takwimu za Israel, yani kwa takwimu za Israel, jeshi la askari 6,000. Na kule wale pepo walikuwa ni zaidi ya hao. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia pale mbele kulikuwa kuna nguruwe wanalishwa. Walikuwa idadi yao ni 2,000 wale nguruwe. Wale pepo wakasema unapotutoa tunaomba ukatuingize katika wale nguruwe.
Na Kristo sio kwamba hakutaka kuwafukuza kabisa ondoke mmoja mmoja, akaruhusu ingie kwenye nguruwe pia ili tujifunze jambo. Kwa kila kitu Kristo alichokuwa anakifanya, lengo lake sio kushindwa au kusikiliza au kutii, isipokuwa ni kutufundisha sisi mambo. Kwamba hata ile maroho yanapotoka pia yanaweza kaingilia mifugo, yanaweza kaingilia shughuli zetu na kazi. Kwa hiyo aliposema pale toka, yale mapepo yakatoka, yakaenda kule yakaingia ile nguruwe. Angalia tabia za ile nguruwe, moja kwa moja wote wakateremkia gengeni. Genge linalozungumziwa pale sio ile la mboga, ni genge, ni sehemu ambayo ni mwamba ambao umekaa, ule mwamba ambao unateremkiaga baharini. Wote walikuwa nguruwe 2000 wakashuka kuingia kwenye maji, wakafa maji yote. Kwa waga mtu anapofunguliwa, tegemea sehemu fulani mambo kuharibika. Kwa sababu ile mapepo hafagi, pepo alifi, linazunguka. Yesu akasema pepo linapomtoka mtu naenda kutafuta sehemu isiyokuwa na maji, nipate kupumzika. Alafu nasema nitarudia nyumba yangu nikikuta imefanya nini? Imefagiliwa. Kwa hiyo yanaondoka tuenda kutafuta hifadhi, na hiyo hifadhi anaenda kutafuta, anaenda kufanya uharibifu. Pepo limetolewa hapa, imeenda kuingia kwenye mifugo, limeenda kuwa mifugo, yaenda kuwa biashara. Ndio kaida, yale mapepo yanazunguka, hatoki katika ule mchi. Na yalipoingia pale, maana yake walipokufa wale nguruwe, mapepo yakufa, yaliondoka akarudi huko mijini tena kwenda kutafuta sehemu nyingine ya utulivu, akazunguka. Na utaona mji haukufunguliwa kwa sababu gani? Wale watu walipopata taarifa wakaja. Walipofika kule wakaja kushangaa ili tukio Yesu alilofanya. Alafu akamwambia Yesu, tunaomba utoke mipakani mwetu. Walimuomba kabisa, tunaomba utoke mipakani mwetu. Kristo akaendelea kufanya ile huduma, aliondoka. Lakini ule mtu aliyefunguliwa alikuwa ameshafunguliwa moja kwa moja, kwa sababu Yesu alimpenda kuhubiri habari njema, akazunguka kote. Na bila shaka ule mtu pia alitoka pale. Kwa hiyo yale maroho yakaa yamebaki pale, yanazunguka katika wale wa Gerasi. Hatuoni sehemu nyingine Kristo akienda Gerasi tena. Alipovuka pale, baada ya kufungua pale akarudi kwenye chombo, akavuka ng'ambo upande wa pili. Tuweze kujifunza mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila eneo lolote ambalo tupo, zipo nguvu za giza ambazo zinazunguka pale kuratibu matendo yote yaliyoko pale. Kwa ndio maana pia ni muhimu kwa watu waombaji sana, kuvunja na kuharibu zingome. Lakini sio ombaji alafu tunaishi maisha tunayotaka, kwa sababu wengi woga tunapenda kuwa ombaji. Tunaweza tukawa tunafunga, tunaweza tukawa tuna nguvu sana kufunga, tuna nguvu sana kuomba, tuna sauti nzuri, tuna stamina nzuri, lakini maisha yetu pia hayana ushuhuda. Yale maroho yaliyoko juu, wakuu wa giza ile, wanaweza karatibu matendo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio vita vya kiroho. Ndio maana Biblia inasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Majeshi ya mapepo wabaya yapo katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 anasemaje? Silaha zetu zina nguvu katika Bwana hata kuangusha ngome na kuteka nyara kila fikra ikapate kumtii Kristo na kupatiliza maasi yote. Kwa hiyo nilikuwa nataka tuangalie kwanza kuhusiana na kuondoka. Ndio maana nasema ondoka mahali ulipo. Ukishaanza kuona kuna mabadiliko ambayo sio kawaida, ni wakati wa kufanya nayo mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafanya mabadiliko. Ulikuwa unafanya biashara, umeona mwaka uliopita pengine haijaenda vizuri. Hebu fanya matengenezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya mabadiliko. Badilisha kutoka huku nenda huku. Wiki iliyopita tulikuwa tunajifunza umuhimu kwa mtu wa mabadiliko. Umuhimu kwa mtu wa mabadiliko, tulijifunza hicho kitu, si ndio? Unapokuwa mtu wa mabadiliko ni ngumu sana ibilisi kukushambulia. Ni ngumu sana ibilisi kukushambulia. Ili ibilisi akupige lazima amekujua. Ashakusoma. Hata wewe ili mtu akudhuru au mdhuru mtu au fanye jambo lolote kwa mtu lazima umsome kwanza. Ukishajua desturi yake, ratiba yake hii na hii, kila siku hii na hii, ni rahisi kujipanga na kumshambulia. Lakini kwa mtu dynamic, maana yake unabadilika. Sio kubadilika katika ubaya, kubadilika katika chanya, so hasi. Shetani inakuwa ni ngumu kukutabiri, kwa hiyo kukupata pia inakuwa ni ngumu sana unapokuwa mtu wa kufanya mabadiliko. Amen. Lakini kama sio mtu wa kufanya mabadiliko, basi jua una vita vikali sana hapo ulipo. Unahitaji kupambana kweli kweli. Kwa mwaka huu usiende na mapambano ya mwaka jana. Mwaka huu usiende na mapambano ya mwaka jana ukifikiri kwamba kama mwaka jana niliweza kwenda vizuri, nikafanikiwa vizuri katika ile njia. Usifikiri shetani na yeye amekaa na kusema utaendelea hivyo mwaka huu. Pale pale ulipo, kama unataka kufanya mabadiliko, hakikisha unapambana kweli. Unakuwa mtu muombaji mara 2. Sio muombaji tu hivi, mara 2 zaidi, ili uweze kupambana
na hivyo hizo nguvu ambazo zinataka kunyanyuka wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiweza kufanya mabadiliko pia ni ngumu sana adui kukamata. Kidogo tuna twist. Vile virusi vya ukimwi vile tushajifunza nyuma. Kwa nini ni vigumu sana kuviua? Ni kwa sababu vinabadilika. Virusi vya ukimwi au virusi vingine vyovyote. Wangeshapata dawa kitambo, nafikiri ni ngumu. Shida ni kwamba utapata dawa hichi hapa leo, umepata, kesho unakikuta kimebadilika kimekuwa kingine. Kesho kutwa kimekuwa kingine. Sasa utafanya hiyo kazi mpaka leo. Vinabadilika. Mabadiliko. Kwa ibilisi naye kishajua kwamba wewe sio mtu wa kutabirika. Upepo kitoka hivi unaenda hivi, ni ngumu kukujua. Naye kukushambulia inakuwa ni ngumu sana. Kwamba njia nazo strategies zinazotumia mwaka jana sasa nimezibadilisha au nimeziboresha zaidi. Naenda na strategy nyingine. Hata kama nitazirudia hizi wakati fulani, wewe ni mtu hatari sana ambaye huwezi kukamatika kirahisi. Lakini ukiwa ni mtu yule unakwenda tu hivi vile, ni rahisi sana kuattack. Ni rahisi sana kushambuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jinsi muda unavyozidi kwenda, unakuwa unabadilisha kama vile kete, unapeleka huku unarudisha huku, target yako ni kule vile. Usio unaenda hivi, ni rahisi kusomeka na ni rahisi kushambulika katika maeneo ya kimaisha ya kawaida. Lakini pia sasa lengo la kuleta ujumbe ni katika mambo ya rohoni. Katika mambo ya rohoni. Ondoka mahali ulipo. Katika mambo ya rohoni. Ukitaka dhambi sikupate, uishinde dhambi, ondoka mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijiografia pia ondoka na kiroho pia ondoka. Umekaa muda mrefu unaona mazingira yananifanya niwe mzinzi. Ondoka hapo. Usiseme kwamba dhambi ya uzinzi unaweza kuikimbia kwa kuomba. Hauwezi kuikimbia kwa kuomba. Haijai kutokea katika Biblia dhambi ya uzinzi imeshindwa kwa kuomba. Maombi inakuongezea nguvu ndani yako. Lakini sio kushinda vishawishi vilivyoko mbele yako. Yusufu alilijua hilo. Alikimbia akamwachia Potifa ile nguo, aliondoka mazingira. Huwezi kuacha kuvuta sigara. Uende uvute sigara lakini kuna mtu unamjua anafanya hivyo au anakunywa pombe. Kamsaidie kwa maneno hayo. Hata uweza kushinda ulevi kwa kukaa mazingira ya ulevi. Una marafiki wanakunywa pombe, unakaa vikundi vya kunywa pombe, hawezi kupona hilo tatizo. Ni kuondoka mahali ulipo. Hawezi kuacha kuwa na mizaa, unakaa na watu wa mizaa. Ni kweli nuru yetu inapaswa iangaze katikati ya watu. Lakini kama unaona mazingira yanakuzidi wewe nguvu na uwezo ulioko ndani yako, jitenge kwanza kwa muda. Jiimarishe, baadaye rudi kana watu kutangaza nuru yako vizuri. Ndio maana Biblia kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4 anasema tokeni kati yao mkatengwe nao enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zao. Kitabu cha Ufunuo sura ya 18 na kwenye Isaya imesema hivyo. Ukiona unakaa mazingira ambayo huwezi kufanya mambo mazuri tena, kuomba kumekuwa hafifu, vita vya mwaka huu sio kama vya mwaka jana. Vya mwaka huu vitakuwa vikali zaidi endapo hautafanya mabadiliko. Ni wakati wa kufanya mabadiliko. Tafuta mazingira sasa ambayo utaweza kuomba zaidi. Tafuta watu wanaoomba zaidi. Tafuta watu ambao wanamtafuta Mungu zaidi. Lile joto unayo utalipata. Biblia inasema kamba za nyuzi mbili hazikatiki upesi. Tafuta watu ambao watafanana na wewe kiimani. Tafuta watu ambao mtaenda pamoja. Hapo ndipo na wewe utakuwa moto siku zote. Hautakuwa baridi wala utakuwa vuguvugu. Ni kuondoka kabisa hata kwa mwili kabisa, tafuta watu hao. Vitu ambavyo unaviangalia kwenye mitandao ni wakati wa kuvibadilisha. Kuondoka mahali ulipo. Unaangalia simu yako kwenye mitandao, kuna vitu unaviangalia havikusaidii kitu. Zaidi sana vinazidi kujaza memory ya akili yako. Unaweza kuwa uangalie vitu vibaya, unaangalia vitu vizuri, lakini vinapokuwa too much, vinapozidi sana, vinachukua nafasi ya vitu vizuri ndani yako. Hata simu unapoijaza hata vitu vizuri inajaga, si ni kweli? Na ikishajaa inakuwa nzito. Ikishakuwa nzito hata vile vitu ambavyo ni vya msingi sana inaweza isifanye vizuri. Na akili zetu ni hivyo kwa sababu wanadamu wametengeneza hivi vifaa kwa mfano wa
viumbe halisi, memory. Ndio maana vinaitwa memory. Kila mwanadamu na yeye ni hivyo hivyo. Kwa nini watoto tunawazuia wasiangalie TV hata kama ni programu nzuri? Sio sana, sio kwamba zile programu ni mbaya, ni kwa sababu zinapozidi sana katika ufahamu wa mtu na akili ya mtu zinachukua nafasi ya vile vitu vizuri na kusababisha unakuwa wazito kufanya vitu vya msingi. Hali kadhalika pia katika roho ni hivyo hivyo. Tunapozidisha vitu ambavyo sio vibaya kuviangalia, lakini vinazidi sana, vinaingia kwenye ufahamu wetu, roho zetu, vinachukua nafasi ya vile vitu vizuri ambavyo vinapaswa vijengwe viingie ndani ya roho zetu, na hiyo inakuwa ni hatari kubwa sana kwa Mkristo. Sababu wengi wa Kristo tunasema asiangalie muziki, siangalie vitu vibaya, lakini unaangalia hata comedy itakiwa, unaangalia tu vitu vya ajabu ajabu vingi asubuhi mpaka mchana. Inatakiwa kwa kiasi. Lakini inapozidi sasa ni wakati wa kuondoka hapo. Ondoka mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ndio hatua za kujifungua kutoka katika vifungo vya dhambi. Kujifungua katika vifungo vya uzito wa kiroho. Na usirudi, kwa sababu Kristo alipomtoa yule mtu kijijini, akamwambia tena rudi kijijini baada ya kufungua. Alimwambia usirudi hata kijijini, usiingie. Maana yake tafuta, nenda njia nyingine huko nyumbani. Kwa usirudi tena kule, tena kujaribu. Kwa mambo ambayo tumeacha mwaka 2025. Tusiyarudie mwaka 2026. Kwa sababu naye shetani naye kashaji upgrade na yeye. So yule pia. Asiweza kubadilika, ambaye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni Mungu pekee. Lakini mwanadamu anabadilika, sio yeye jana na leo na hata milele. Shetani sio yeye jana na leo na hata milele. Na yeye kila siku anabadilisha mbinu, kila siku anatafuta mbinu mpya. Mungu tu peke yake ndio alishafanya maamuzi ya mwanzo ambayo hawezi kujikosoa wala kurekebisha. Lakini sisi tunajifunza na kulingana na makosa kila siku. Mashetani yenyewe ni hivyo hivyo. Yalikukosa mwaka jana, mwaka huu yanaapa hata kukosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu walikukosa mwaka jana, mwaka huu na wenyewe anaapa, wanadamu wanaapa hata kukosa. Kwa hiyo na wewe usibaki yule yule. Ni lazima na wewe ubadilike ili usipatikane. Unaishi kwa namna ambayo huwezi kupatikana katika target za ibilisi kirahisi. Ukionekana kwenye target zao haupo, kwenye dira zake haupo, hautabiriki. Biblia inasema mtu aliyezaliwa mara ya pili ni kama upepo, kwenye kitabu cha Yohana. Hatujui upepo unapotoka. Kuna mtu anajua upepo unapotoka. Unashangaa tu umepita hapa, hata uoni, halafu unakoelekea hujui. Unashangaa tena umekuja, unapita, unakokwenda hujui. Biblia inasema kadhalika hali yake mtu aliyezaliwa kwa roho. Maana kuna vitu ambavyo wanakuwa wanavifanya katika ulimwengu, wanadamu au mashetani hayakuelewi. Ulikuwa hivyo, unashangaa umetokea kule vile. Hapo utakuwa salama katika vitu vyako vya kiroho na katika vitu vyako pia vya kimaisha. Kwa ni wakati wa kufanya matengenezo na marekebisho. Ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa kutoka mahali tulipo na kwenda kufanya kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo itakuwa ni salama kwetu. Ndio usalama wetu sisi wa Kristo. Ili tuweze kufanikiwa, ni lazima tuwe watu wa kufanya mabadiliko, mageuzi, matengenezo. Hiki kijakaa sawa, tutakuwa tunafanikiwa sana katika maisha yetu ya kiroho. Amen. Kwa hiyo tutaenda kumwomba Mungu kwa hiko tulichojifunza siku ya leo, na Bwana ataenda kutusaidia, si ndio? Mwaka tunataka tuone mambo makubwa. Tumeshaomba kibali cha Bwana. Kwa kibali ambacho tumeshakipokea hapa, tukijumulisha na haya tunaenda kupokea, tunaenda kuwa watu wengine tofauti, si ndio? Kwa hiyo Bwana tusaidie na jambo hilo linawezekana kwetu, na Roho Mtakatifu atuongezee zaidi ya hayo ambayo tumejifunza mahali hapa. Basi naomba tusimame.